Mwanamke kijana aitwaye Zawadi alishuka kwenye basi akiwa ameshika pochi yake kwa nguvu, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Ilikuwa miaka mingi tangu arudi kijijini kwao, mahali palipojaa kumbukumbu za utoto na ahadi ambazo hazikutimizwa. Lakini safari hii haikuwa ya kawaida. Alikuwa amerudi kwa sababu ya jina moja tu, Kasim. Kasim alikuwa mpenzi wake mdogo wa utotoni, mvulana aliyekuwa akimfuata kila mahali, akimchekesha hata siku ambazo dunia ilionekana nzito. Waliachana ghafla baada ya maisha kuwapeleka njia tofauti. Sasa habari zilikuwa zimeenea kwamba Kasim alikuwa mtu mzima, mwenye heshima, lakini pia alikuwa amebeba mzigo mkubwa wa kimya. Zawadi alitembea polepole kwenye barabara ya vumbi, macho yake yakichunguza kila kona. Watu walimsalimia kwa furaha, lakini kulikuwa na kitu kwenye sauti zao, kama wanaficha jambo. Alipofika karibu na nyumba ya Kasim, alisimama. Kulikuwa na ukimya mzito. Kisha akaona kitu ambacho wengine hawakuona. Nyumba ya Kasim haikuwa kama alivyoikumbuka. Haikuwa imeharibika, hapana, ilikuwa safi, imepangwa, lakini kulikuwa na hali ya upweke isiyoelezeka. Zawadi alipiga hodi taratibu. Hakuna aliyefungua. Akapiga tena. Hatimaye mlango ukafunguliwa kidogo na macho ya Kasim yakatokea. Alikuwa amebadilika, uso wa utu uzima, lakini macho yalibeba huzuni ya muda mrefu. Zawadi, sauti yake ilitetemeka kama haiamini. "Ndiyo, ni mimi," alisema kwa upole. "Nimerudi." Kasim alifungua mlango zaidi, lakini hakutabasamu mara moja. Ilikuwa kama furaha yake ilikuwa imefungwa ndani kwa miaka. "Umejuaje niko hapa?" aliuliza. "Nilisikia tu na moyo wangu haukuniruhusu nipuuze," Zawadi alisema. Walikaa sebuleni, kulikuwa na chai mezani tayari, kana kwamba Kasim alikuwa akimngojea mtu kwa muda mrefu. Lakini Zawadi aliona kitu cha ajabu. Kila kona ya nyumba ilikuwa na picha za watoto. Watoto wengi, lakini Kasim hakuwa na familia. Au ndivyo alivyodhani. Zawadi alitazama picha moja iliyokuwa karibu na dirisha. Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana akiwa ameshika mkono wa Kasim. "Kasim, hawa ni akina nani?" aliuliza kwa sauti ya taratibu. Kasim alikaa kimya kwa muda mrefu, kana kwamba swali hilo lilikuwa mwiba moyoni. "Ni watoto wa hapa," alisema kifupi. "Watoto wa hapa," Zawadi alirudia. "Kwa nini picha zao ziko kila mahali?" Kasim alisimama, akaenda dirishani, akatazama nje. "Kuna mambo watu hawaoni, Zawadi," alisema kwa sauti nzito. "Mambo gani?" Aligeuka polepole. Macho yake yalikuwa na uchungu uliochanganyika na upendo. "Kijiji hiki kina watoto wengi wanaocheka mchana, lakini usiku wanalia kimya kimya." Zawadi alishikwa na baridi. "Kasim, unaongelea nini?" Kasim alikaa tena, akashusha pumzi. "Nilipobaki hapa, niligundua ukweli ambao wengi walikuwa wanaufunika. Kuna watoto ambao hawana mtu, wameachwa, wamesahaulika." Zawadi alishika mdomo wake. "Na wewe umefanya nini?" Kasim hakujibu moja kwa moja, badala yake alisema, "Ndiyo maana nilijifunza kuwa kimya. Watu wakijua wataharibu kila kitu." Zawadi alihisi kuna siri kubwa zaidi nyuma ya maneno hayo. Usiku ulipoingia, kijiji kilikuwa kimya, lakini moyo wa Zawadi haukuwa na amani. Alilala kwenye chumba cha wageni, lakini usingizi haukumjia. Alisikia sauti ndogo nje, kama mtu analia. Polepole alitoka, akafungua mlango wa nyuma. Kulikuwa na mtoto mdogo amekaa kwenye kivuli, akijifuta macho. "Mwanangu, unafanya nini hapa?" Zawadi aliuliza kwa upole. Mtoto alishtuka, akaanza kukimbia. "Subiri," Zawadi alimfuata. Lakini mtoto hakukimbia barabarani, alikimbia ndani ya nyumba ya Kasim kupitia mlango wa pembeni, kana kwamba alikuwa mwenyeji. Zawadi alisimama, moyo ukipiga. Alipogeuka, Kasim alikuwa amesimama nyuma yake. "Umemwona, sivyo?" Kasim alisema kwa sauti ya chini. "Huyo ni nani, Kasim?" Kasim alifunga macho kwa sekunde. "Haya ni Atanikaya." "Kwa nini yuko hapa usiku huu?" Kasim alishusha pumzi ndefu. "Kwa sababu hapa ndipo mahali pekee anapohisi salama." Zawadi alihisi machozi yakimjaa. "Kasim, umegeuza nyumba yako kuwa nini hasa?" Kasim alimtazama na kwa mara ya kwanza alionekana karibu kuvunjika. Ni mahali pasiri pa watoto ambao dunia imewasahau. Asubuhi iliyofuata, Zawadi aliamka mapema. Aliposikia kelele za kucheka nje, alitoka polepole. Alichokiona kilimfanya asimame kama aliyeganda. Kulikuwa na watoto zaidi ya 10 kwenye uwanja wa nyuma wa Kasim. Wengine walikuwa wakicheza, wengine wakila uji, wengine wakimkumbatia Kasim kama baba yao.
Kasim, Zawadi alinong'ona. Kasim akakuja karibu naye. Sikutaka ujue hivi mapema. Watoto wote hawa, Zawadi alishindwa kuendelea. Ndiyo, Kasim alisema. Wengi wao hawana pa kwenda, wengine walifukuzwa, wengine walipoteza wazazi, na wengine, alinyamaza, walizaliwa kwenye siri za watu wazima. Zawadi alimtazama kwa mashangao. Na kijiji hakijui? Kijiji kinajua, lakini kinafanya kama hakioni, Kasim alisema kwa uchungu. Zawadi alihisi moyo wake ukiuma. Alimshika mkono Kasim. Na wewe umebeba mzigo huu peke yako? Kasim alitikisa mkichwa. Niliahidi mtoto mmoja Zama kwamba sitawaacha. Zawadi alitaka kuuliza zaidi, lakini aliona macho ya Kasim yakificha kitu kikubwa zaidi. Siri ya mwisho bado haijafunuliwa. Zawadi alisimama mlangoni kwa muda mrefu, macho yake yakizunguka ndani ya nyumba ya Kasim kwa huzuni. Hapa hakukuwa na anasa yoyote. Ukuta ulikuwa wa matofali yaliyo wazi, haukupakwa plasta. Sehemu nyingine zilionyesha nyufa ndogo, kana kwamba nyumba yenyewe ilikuwa imechoka kama mwenyeji wake. Sebuleni kulikuwa na televisheni moja ndogo ya boksi, ya zamani sana, iliyokaa juu ya meza iliyokuwa imechakaa. Kitanda kilichokuwa pembeni kilikuwa cha mbao za zamani, kikitoa mlio mdogo kila mtu alipokanyaga karibu nacho. Hakukuwa na godoro la kweli. Kulikuwa tu na kitu chembamba sana, kama mkeka uliowekwa juu ya mbao. Zawadi alihisi koo lake likiuma. Kasim, unaishi hivi? Aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. Kasim alitabasamu kidogo, tabasamu la mtu aliyezoea. Ni maisha tu Zawadi. Lakini watoto, unawasaidia wakati wewe mwenyewe huna chochote. Kasim alitazama sakafu ya udongo wa kahawia. Wakati mwingine, mtu hutoa hata kile kidogo alichonacho, kwa sababu anajua uchungu wa kukosa. Zawadi aliingia chumbani kwa Kasim taratibu. Kulikuwa na harufu ya kuni na vumbi la muda mrefu. Kona moja kulikuwa na sanduku la nguo chache, nyingine kulikuwa na viatu vilivyochakaa. Hakukuwa na kabati, hakukuwa na pazia jipya, wala rangi ukutani. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichong'aa, si kwa mwanga, bali kwa maana. Watoto walikuwa wameweka michoro yao ukutani, karatasi zilizochorwa nyumba, jua na mtu mmoja mwenye tabasamu. Kasim. Zawadi alishika moja. Hawa watoto wanakuona kama nini? Aliuliza kwa sauti ya upolefu. Kasim alikaa kwenye kitanda chake cha mbao, kikalia kidogo. Wananiona kama mtu aliyewasikiliza. Zawadi alitikisa kichwa kwa uchungu. Na wewe? Nani anakusikiliza? Kasim hakujibu. Badala yake alichukua kikombe cha chai, kikombe cha zamani kilichopasuka kidogo pembeni. Usiku mwingine Zawadi, huwa nakaa hapa nikijiuliza kama nitamaliza nguvu. Zawadi alimtazama kwa mshangao. Kasim, huwezi kubeba hii peke yako. Kasim alitabasamu kwa uchungu. Nilishaanza zamani, na sasa siwezi kuacha. Mchana ulipofika, watoto walikuwa wamekaa sakafuni, wakila uji kwenye vikombe vya plastiki vilivyokuwa vimechakaa. Hakukuwa na meza ya chakula. Walikaa tu chini, sakafu ya udongo wa kahawia. Lakini nyuso zao zilikuwa na furaha ya ajabu. Zawadi alishangaa. Inakuwaje wanacheka hivi wakati maisha ni magumu? Aliuliza. Baraka, yule mtoto aliyelia usiku, alimwangalia Zawadi. Kwa sababu hapa hatupigwi, alisema kwa sauti ndogo. Zawadi alihisi moyo wake ukidunda vibaya. Ulipigwa wapi? Baraka alinyamaza. Kasim alikatiza haraka. Watoto hawa wamepitia mengi. Zawadi alimtazama Kasim kwa hasira ya uchungu. Na kijiji kimekaa kimya? Kasim alishusha macho. Kijiji kinaona, lakini kinajifanya hakioni. Watu wanaogopa aibu zaidi kuliko maumivu ya watoto. Zawadi alishika mkono wake. Lakini wewe umeamua kuwa tofauti. Kasim alitikisa kichwa. Sio ujasiri, ni deni la moyo. Zawadi alitaka kuuliza deni gani, lakini Kasim alisimama haraka kama kwamba swali hilo lilikuwa hatari. Jioni hiyo, mtu mmoja alifika mlangoni. Alikuwa mwanamke mkubwa aitwaye Mama Mwanaisha, jirani wa muda mrefu. Alimtazama Zawadi kwa macho ya kuchunguza. Umerudi binti? Aliuliza. Ndiyo mama. Mama Mwanaisha alitazama ndani ya nyumba, akaona watoto, akatikisa kichwa. Kasim bado anaendelea na hii tabia yake. Tabia? Zawadi aliuliza kwa mshangao. Mama Mwanaisha alisogea karibu. Sauti yake ikawa ya chini. Hii si nyumba ya kawaida. Hapa kuna siri kubwa kuliko unavyofikiria. Zawadi alihisi tumbo lake likikaza.
Siri gani? Mama Mwanaisha alimtazama Kasim moja kwa moja. Utakaa kimya hadi lini mwanangu? Kasim alikaza uso wake. Si sasa. Mama Mwanaisha alinyamaza kwa sekunde. Kisha akasema, Zawadi, usidanganywe na umaskini wa nyumba hii. Kasima ameficha ukweli ambao unaweza kubadili maisha ya watoto hawa na yako pia. Zawadi alihisi pumzi ikimwama. Mama, unamaanisha nini? Lakini mama Mwanaisha aligeuka na kuondoka, akiacha swali likining'inia kama kivuli. Usiku ulipoingia tena, Zawadi hakulala. Alimwangalia Kasima akiwa kwenye kiti cha zamani, karibu na televisheni ya boksi isiyowashwa. Mwanga wa kibatari uliangaza ukuta wa matofali wazi. Kasim, Zawadi alisema kwa sauti ya upolefu, naomba uniambie ukweli. Kasim alinyamaza. Watoto hawa ni nani kwako? Kasim alifunga macho. Nao ni kila kitu nilichobakiwa nacho. Kwa nini? Kasim alimeza nguvu kwa nguvu. Kuna mtoto mmoja miaka mingi iliyopita nilishindwa kumwokoa. Zawadi alishtuka. Nani? Kasim alitetemeka. Na tangu siku hiyo niliapa sitapuuza tena kilio cha mtoto yoyote. Zawadi alihisi machozi yakimtiririka, lakini bado kulikuwa na kitu hakisemi. Kasim, kuna jambo unaficha zaidi. Kasim alitazama kitanda chake cha mbao, godoro lake chembamba, maisha yake ya kujinyima. Kisha akasema kwa sauti ya chini sana, Zawadi, mmoja wa watoto hawa ana uhusiano na wewe kuliko unavyoweza kufikiria. Maneno hayo yalimgonga Zawadi kama radi. Uhusiano gani? Kasim hakujibu, na siri ikazidi kuwa nzito. Asubuhi iliyofuata, Zawadi aliamuka akiwa na mawazo mengi. Maneno ya Kasim yalikuwa bado yanamzunguka kichwani. Mmoja wa watoto hawa ana uhusiano na wewe. Aliangalia nje taratibu. Watoto walikuwa tayari wameamuka, wengine wakifagia uwanja kwa matawi, wengine wakicheza kimya kimya. Baraka alimkaribia. Shangazi Zawadi, alisema kwa sauti ya heshima. Zawadi alishtuka. Unajuaje jina langu? Baraka alicheka kidogo, lakini macho yake yalikuwa na huzuni. Kasim huwa ananitajia. Anasema ulikuwa mtu mzuri zamani. Zawadi aliketi chini karibu naye. Baraka, una miaka mingapi? Karibu 10, alisema. Una wazazi? Baraka alinyamaza. Akachora mstari kwenye udongo kwa kidole. Kuna mama mmoja, lakini simkumbuki vizuri. Zawadi alihisi moyo wake ukiuma. Kasim, alikupata wapi? Baraka alimtazama kwa makini sana, kisha akasema, alinipata mahali ambapo watu walikuwa wamesema mimi si wa muhimu. Maneno hayo yalimgusa Zawadi kuliko alivyotarajia. Mchana huo, Zawadi alimfuata Kasim hadi nyuma ya nyumba, mahali palikuwa na miti michache na ukimya. Kasim, sitaki tena mafumbo, alisema kwa sauti ya kuamua. Niambie ukweli. Kasim alishika kichwa chake kwa mkono kana kwamba mzigo ulikuwa mzito sana. Kasim, alianza, kuna mambo ambayo nilitaka kuyazika milele. Lakini uwezi, sasa yamenifikia. Kasim alikaa kwenye jiwe. Miaka ile ulipoondoka kwenda mjini, siku chache baadaye, kulikuwa na msichana mmoja hapa kijijini. Zawadi alikaza macho. Msichana gani? Kasim alimeza mate. Alikuwa mdogo, alikuwa na mimba na watu walimgeuka. Zawadi alishikwa na wasiwasi. Kasim, unamaanisha nini? Kasim alitazama mbali. Alijifungua mtoto kwa siri, hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Zawadi alihisi miguu yake ikitetemeka. Kasim, huyo mtoto ni nani? Kasim alinyamaza kwa muda mrefu sana. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Zawadi, huyo mtoto alikuwa karibu sana na familia yenu. Maneno hayo yalimfanya Zawadi ashindwe kupumua vizuri. Familia yangu? Alirudia. Kasim alitikisa kichwa taratibu. Kuna siri ambayo wazee walikubaliana kuifunika. Walidhani ingeisha. Zawadi alisimama ghafla. Hapana, usiniambie kuna jambo kuhusu mimi ambalo sijui. Kasim alisimama pia. Zawadi, sikutaka urudi ukiumia. Basi kwa nini uliniita kwenye maisha yako tena? Kasim alitazama watoto waliokuwa wakicheka mbali. Kwa sababu nilichoka kubeba peke yangu. Zawadi alishusha sauti. Kasim, Baraka na uhusiano gani nami? Kasim alifumba macho.
Baraka hakuitwa hivyo mwanzoni. Zawadi alishtuka. Aliitwa nani? Kasim alisita, kisha akasema, aliitwa Imani. Zawadi alirudi nyuma hatua moja. Imani, jina hilo lilimchoma moyo kama kumbukumbu ya zamani. Kasim, Imani ni jina ambalo mama yangu alikuwa akilitaja usiku akilia. Kasim alimtazama kwa uchungu. Ndiyo Zawadi, kwa sababu mtoto huyo alikuwa sehemu ya historia yenu. Jioni hiyo, kijiji kilianza kunongona. Watu walikuwa wameona Zawadi amerudi na walikuwa wameona watoto wengi nyumbani kwa Kasim. Kwenye duka la Mama Rehema, sauti zilipanda. Huyu Kasim atatuletea aibu, mmoja alisema. Analea watoto wa wetu bila kujua baba zao, mwingine akaongeza. Mama Mwanaisha aliketi kimya, kisha akasema kwa sauti nzito. Msihukumu, Kasim anafanya kile ambacho wengi wameshindwa. Lakini maneno yake hayakutosha. Mzee mmoja aitwa Mzee Juma alisimama. Huyu msichana Zawadi amerudi kwa nini sasa? Mama Rehema akapunguza sauti. Labda siri ile ya zamani itafunuliwa. Watu wakanyamaza ghafla. Siri ile. Siri ambayo kijiji kilikuwa kimeizika. Wakati huo huo, Zawadi alikuwa ndani ya nyumba ya Kasim kumtazama Baraka au Imani akicheza na watoto wengine. Moyo wake ulikuwa unamwambia kitu, lakini akili yake ilikuwa bado inapinga. Kasim, je, huyo mtoto anaweza kuwa... Kasim hakumaliza sentensi yake. Alisema tu, ukweli ukija, utavunja wengi, lakini pia utaokoa. Usiku ulipofika, mvua ndogo ilinyesha juu ya pati la bati. Ndani, watoto walikuwa wamelala sakafuni juu ya mikeka, wengine wakijifunika mashuka ya zamani. Zawadi alikaa peke yake, machozi yakimtiririka kimya. Kasim alikuja na kikombe cha chai. Huwezi kulala? Aliuliza. Zawadi alitikisa kichwa. Kasim, naogopa. Unaogopa nini? Naogopa ukweli. Naogopa kwamba maisha yangu yote yamejengwa juu ya kitu kilichofichwa. Kasim alikaa chini karibu naye. Zawadi, kuna watu walifanya maamuzi kwa niaba yako. Walidhani wanakulinda. Lakini waliniumiza, alisema kwa sauti ya uchungu. Kasim alishusha pumzi. Kesho, Mzee Juma anakuja hapa. Ameanza kuuliza maswali. Zawadi alishtuka. Kwa nini? Kasim alitazama moto mdogo wa kibatari. Kwa sababu kijiji hakitaki siri ifunuke. Zawadi alishika mkono wake. Na wewe? Kasim alimtazama machoni. Mimi niko tayari kupoteza kila kitu ili mtoto huyu ajue yeye ni wa thamani. Maneno hayo yalifunga usiku kwa uzito mkubwa. Kesho mambo yangetikisika. Asubuhi ilianza kwa ukimya mzito. Watoto walikuwa kimya kuliko kawaida, kana kwamba walihisi hewa ya hatari. Zawadi alikuwa jikoni, akisaidia kupika uji kwa jiko la mkaa. Kasim aliingia haraka. Uso wake umejaa wasiwasi. Wamekuja, alisema kwa sauti ya chini. Wamekuja nani? Zawadi aliuliza. Kasim hakujibu mara moja. Alifungua mlango taratibu. Pale nje walikuwa wamesimama wanaume watatu, wakiongozwa na Mzee Juma. Mzee huyo alikuwa na fimbo mkononi, macho yake makali kama mtu anayekuja kuhukumu. Kasim, alisema kwa sauti nzito, hii nyumba yako imekuwa kichekesho cha kijiji. Zawadi alitoka nje. Mzee, unamaanisha nini? Mzee Juma alimwangalia. Mte wa mjini amerudi. Labda sasa siri itafunguka. Kasim alisimama mbele ya watoto waliokuwa wakichungulia dirishani. Hawa ni watoto tu, Kasim alisema. Mzee Juma akacheka kwa dharau. Watoto? Au ushahidi wa mambo ya zamani ambayo tulikubaliana yasizungumzwe? Zawadi alihisi miguu yake ikitetemeka. Sasa ilikuwa wazi. Kijiji kilikuwa kinaogopa ukweli. Mzee Juma aliingia ndani bila kualikwa. Alitazama kitanda cha mbao, godoro chembamba kama mkeka, ukuta wa matofali wazi. Akakitisa kichwa. Kasim, unaishi kama maskini, lakini unajifanya shujaa. Kasim alimtazama kwa utulivu. Siigizi. Hawa watoto wanahitaji mtu. Mzee Juma alisogea karibu na picha zilizokuwa ukutani. Hawa watoto hawana majina ya baba. Hilo ni fedheha. Zawadi alishindwa kuvumilia. Fedheha ni nini? Kuwasaidia watoto au kuwatelekeza? Mzee Juma alimgeukia kwa hasira. Wewe hujui historia ya kijiji hiki, msichana. Zawadi alijibu kwa sauti ya uchungu. Ndio maana nataka kuijua sasa. Mzee Juma alinyamaza, kisha akasema,
Basi muulize Kasim, mwambie aseme ukweli kuhusu mtoto aitwaye Imani. Watoto wote walinyamaza ghafla. Baraka aliyekuwa amekaa pembeni alinyanyua kichwa taratibu. Imani? Alijiuliza. Zawadi alihisi moyo wake ukipasuka. Kasim alifumba macho, akijua siku hii imefika. Kasim alikaa chini polepole, kana kwamba nguvu zimemwacha. Mzee Juma, alisema kwa sauti ya chini. Kwa nini sasa? Mzee Juma akagonga fimbo yake sakafuni. Kwa sababu huyu binti amerudi, na kijiji hakitaki aibu ifufuke. Zawadi alimtazama Kasim. Kasim, tafadhali. Kasim alimeza mate kwa uchungu. Miaka 11 iliyopita, alianza. Kulikuwa na msichana mdogo hapa kijijini. Zawadi alishika pumzi. Aliitwa Asha. Zawadi alishtuka. Asha alikuwa binamu yake. Kasim aliendelea. Asha alipata ujauzito. Familia ilikasirika. Wazee walikutana usiku mmoja. Mzee Juma aligeuza uso. Usiende mbali. Lakini Kasim hakusimama. Walimwamuru afiche mimba. Walimwamuru ajifungue kwa siri. Zawadi alilia. Hapana. Kasim alisema kwa sauti nzito. Mtoto alizaliwa na Asha hakuruhusiwa kumbeba. Alifukuzwa. Zawadi alihisi dunia ikizunguka. Na mtoto huyo? Aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. Kasim akatazama Baraka. Mtoto huyo ndiye huyu. Baraka alishtuka, macho yake yajae hofu. Ukumbi ulijaa ukimya wa mawe. Baraka alisimama taratibu. Mimi? Alisema kwa sauti ndogo. Zawadi alimsogelea, macho yake yakimtoka. Kasim, unamaanisha huyu mtoto ni wa Asha? Kasim alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini si hilo tu. Zawadi alishikwa na wasiwasi. Ni nini kingine? Mzee Juma ataguruma. Hapana, usiseme. Lakini Kasim alisimama. Huyu mtoto alipelekwa kwa siri kwa familia yako Zawadi. Mama yako alijua. Zawadi alishika kifua chake. Mama yangu? Kasim alisema. Mama yako alikuwa akimtumia Asha pesa kwa siri. Alijaribu kumrudisha mtoto, lakini wazee walikataa. Zawadi alilia kwa uchungu. Kwa nini hamkuniambia? Kasim alishusha macho. Kwa sababu kijiji kilisema ukweli huo ungeua heshima ya familia. Baraka alitetemeka. Basi mimi ni nani? Zawadi alipiga magoti mbele yake. Wewe ni mtoto wa thamani. Umezaliwa kwenye kosa la watu wazima, si kosa lako. Baraka alianza kulia kimya. Na Kasim alijua, siri haikuwa tena siri. Mzee Jua alisimama kwa hasira. Hii ndio sababu nilitaka kimya. Sasa kijiji kitavunjika. Zawadi alisimama, macho yake yakiwa na moto wa haki. Kijiji kilivunjika zamani mzee. Kilivunjika siku mtoto alipoachwa. Watoto wengine walikuwa wakitazama, wakishika mikono yao kwa hofu. Kasim alisema kwa sauti ya utulivu. Nilimchukua huyu mtoto kwa sababu hakuna aliyethubutu. Nilimlea kwa mikono mitupu. Zawadi alitazama nyumba ile maskini. Kitanda cha mbao, sakafu ya udongo, televisheni ya boksi. Akatambua, Kasim alikuwa ametoa maisha yake yote kwa ajili ya huyu mtoto. Baraka alinyanyua macho. Kwa hiyo, wewe si baba yangu. Kasim alimsogelea, akamshika mabega. Mimi si baba wa damu, lakini mimi ni baba wa moyo. Baraka alianza kulia kwa sauti. Zawadi waliwakumbatia wote wawili. Mzee Juma aligeuka kuondoka, lakini kabla hajafika mlangoni, mama Mwanaisha alisema, ukweli umefunguka. Sasa tuone nani atabaki binadamu. Na usiku huo, kijiji kilianza kubadilika pole pole. Baada ya mzee Juma kuondoka, nyumba ya Kasim ilibaki kimya kama kaburi. Watoto walilala mapema, lakini Zawadi hakulala. Alikaa karibu na dirisha, akitazama mvua ikidondoka juu ya paa la bati. Kasim alikuwa amekaa chini, mgongo wake ukiegemea ukuta wa matofali wazi. Hivi ndivyo maisha yangu yalivyokuwa, alisema kwa sauti ya uchovu. Zawadi alimwangalia kwa macho yenye huruma. Kasim, umebeba mzigo ambao si wako peke yako. Kasim alicheka kidogo bila furaha. Lakini nilichagua. Nilimchukua mtoto ambaye dunia ilimkataa. Zawadi alishika mkono wake. Na sasa dunia itamkubali, nitahakikisha. Kasim alimtazama kwa mshangao. Unamaanisha nini? Zawadi alinyamaza kwa sekunde, kisha akasema kwa uthabiti, nitakaa hapa, sitakuacha tena. Kasim alitikisa kichwa. Huwezi kuharibu maisha yako kwa sababu yangu. Zawadi alijibu kwa upole. Maisha yangu yalikuwa tupu bila kujua ukweli huu.
Sasa nina sababu ya kuwa hapa. Na usiku huo, uamuzi ulizaliwa. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikuwa tayari kinanong'ona. Watu walikuwa wamekusanyika nje ya nyumba ya Kasim kama soko. Mama Rehema alisema kwa sauti kubwa, "Hii nyumba imejaa watoto wa aibu." Mwanaume mwingine akaongeza, "Kasim anaharibu heshima ya kijiji." Zawadi alitoka nje, akasimama mbele yao. "Watoto si aibu," alisema kwa sauti ya kujiamini. Watu walinyamaza kidogo, wakishangaa kuona mwanamke wa mjini akisimama imara. Mama Rehema akamkazia macho, "Basi wachukue uende nao kwenu." Zawadi alitikisa kichwa, "Hapana, nitawasaidia hapa hapa na nitahakikisha kila mtoto anapata haki." Mzee mmoja akacheka kwa dharau, "Haki hapa kijijini?" Zawadi alijibu, "Haki inaanzia kwenye moyo wa mtu mmoja." Kasim alianza, "Sasa mimi nitaendelea." Kasim alitoka nyuma yake, macho yake yakiwa na shukrani nzito. Lakini ndani ya umati kulikuwa na macho ya chuki, na mpango wa kuangusha Kasim ulikuwa unaanza. Jioni hiyo, Kasim hakurudi mapema. Zawadi alihisi wasiwasi. Watoto walikuwa kimya, Baraka akiwa amekumbatia magoti yake. "Shangazi, Kasim atarudi?" aliuliza kwa sauti ya hofu. Zawadi alijaribu kutabasamu. "Ndiyo mwanangu, atarudi." Lakini moyoni hakuwa na uhakika. Giza lilipoingia, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Mama Mwanaisha aliingia akiwa na pumzi nzito. "Zawadi," alisema haraka. "Nini?" "Mzee Juma na watu wake wamemchukua Kasim. Wanasema atapelekwa kwa polisi kwa madai ya kuficha watoto." Zawadi alishtuka kama amepigwa radi. "Polisi? Lakini Kasim hajafanya kosa." Mama Mwanaisha alitikisa kichwa. "Kijiji kinataka kumfunga mdomo. Ukweli umeumiza wengi." Baraka alianza kulia. "Walichukua baba yangu." Zawadi alisimama ghafla, macho yake yakiwa na moto. "Hapana, hii haitatokea. Si tena." Alichukua shuka lake, akajiandaa. "Twende," alisema. Mama Mwanaisha akashika mkono wake. "Utapambana na kijiji kizima?" Zawadi alijibu kwa sauti ya uthabiti, "Nitapambana kwa ajili ya mtoto mmoja, na hiyo inatosha." Kituo cha polisi kilikuwa kimya, lakini ndani kulikuwa na mvutano. Kasim alikuwa amekaa chenye benchi la mboa, mikono yake ikiwa imechoka, mso wake ukiwa na majeraha madogo. Askari mmoja alisema, "Kwa nini unaweka watoto wengi nyumbani kwako?" Kasim alijibu kwa utulivu, "Kwa sababu hawakuwa na pa kwenda." Askari akatikisa kichwa, "Hiyo si kazi yako." Kasim alinyanyua macho, "Kama si kazi yangu, basi ni kazi ya nani?" Wakati huo mlango ulifunguliwa. Zawadi aliingia kwa nguvu, akiwa na Mama Mwanaisha nyuma yake. "Huyo ni mtu wa heshima," Zawadi alisema kwa sauti kali. Afisa mkuu akamwangalia, "Wewe ni nani?" "Mimi ni Zawadi, na nitahakikisha hii kesi inasikika hadi ngazi za juu." Mzee Juma aliyekuwa pembeni alingoma, "Msichana huyu anaharibu kijiji." Zawadi alimgeukia, "Kijiji kilijiharibu chenyewe siku lilipomtelekeza mtoto." Afisa mkuu alinyamaza, akitazama Kasim. "Je, una ushahidi wa watoto hawa?" Zawadi akatoa bahafa. "Hizi ni barua, majina na historia zao. Kasim amekuwa akiandika kila kitu kwa miaka." Afisa mkuu alishtuka. Kasim alikuwa maskini, lakini hakuwahi kuwa mjinga. Na hapo upepo ulianza kubadilika. Usiku huo, Kasim aliachiliwa kwa muda. Alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini watoto walimkimbilia kama mwanga. Baraka alimkumbatia kwa nguvu. "Baba," alisema kwa sauti ya kulia. Kasim alifumba macho, akamshika kwa upendo. Zawadi alisimama pembeni, machozi yakimtoka. Mama Mwanaisha alisema kwa sauti ya polepole, "Hii vita haijaisha, lakini leo mmeonyesha kijiji maana ya ubinadamu." Kasim alimtazama Zawadi. "Kwa nini unafanya haya?" Zawadi alishika mkono wake. "Kwa sababu nilikimbia zamani. Nilipoondoka, nilidhani naacha tu kijiji. Sikujua naacha pia watoto." Kasim alitikisa kichwa. "Umerudi kwa wakati." Zawadi akapuumza kidifu. "Kesho nitaanza rasmi.
tutatafuta msaada, tutafungua kituo cha watoto. Hii nyumba maskini haitabaki peke yake tena. Kasim alishangaa. Una uhakika? Zawadi alitabasamu kwa uchungu na matumaini. Ndiyo, kwa sababu mwisho wa hadithi hii si siri, ni mwanzo wa maisha mapya. Watoto walicheka kwa mara ya kwanza bila hofu, lakini bado sehemu ya mwisho kabisa haikufika. Siri ya mwisho wa Kasim bado ilikuwa imefichwa moyoni. Kesho yake asubuhi, kijiji kilikuwa kimya kuliko kawaida. Watu walikuwa wanangoja kuona nini kingetokea baada ya Kasim kuachiwa. Zawadi alianza kazi mapema. Alienda nyumba kwa nyumba, akizungumza na kina mama, akiwahimiza. Watoto hawa si mzigo, alisema. Ni maisha. Wengine walimsikiliza kimya, wengine walifunga milango. Lakini polepole, sauti zilianza kubadilika. Mama mmoja aitwaye Mama Halima alisema kwa machozi. Mimi nilimwona mtoto akilia miaka 2 iliyopita, nilikaa kimya. Nimejuta. Zawadi alimshika mkono. Basi sasa tuanze upya. Wakati huo, Kasim alikuwa nyumbani, akifua nguo za watoto kwenye beseni la plastiki lililochoka. Baraka alimwangalia. Baba, utaniacha? Kasim alitabasamu kwa uchungu. Siku moja kila mtu huondoka, mwanangu. Baraka alishtuka. Hapana. Usiseme hivyo. Kasim alimsijilia, akimshika mabega. Ninachomaanisha ni, nataka ujue unaweza kusimama hata bila mimi. Maneno hayo yalikuwa kama kivuli cha jambo kubwa linakuja. Jioni hiyo, Kasim alianza kukohoa sana. Zawadi alipomwona, alishtuka. Kasim anaumwa? Kasim alitikisa kichwa, akijaribu kujifanya sawa. Ni kikohozi tu. Lakini usiku ulipoingia, hali ilizidi. Mama Mwanaisha aliitwa haraka. Alipomwangalia Kasim, uso wake ulibadilika. Hii si kikohozi cha kawaida, alisema kwa sauti ya hofu. Zawadi alihisi moyo wake ukidunda vibaya. Kasim, umekuwa hivi kwa muda gani? Kasim alinyamaza. Kisha akasema kwa sauti ya chini. Miezi mingi. Zawadi alishikwa na hasira ya uchungu. Kwa nini hukusema? Kasim alitabasamu kidogo. Kwa sababu sikuwa na pesa ya hospitali. Na watoto walihitaji kula. Zawadi alilia. Umejinyima hadi afya yako. Kasim akashika mkono wake. Zawadi, nilijua siku yangu inaweza kuwa fupi. Ndiyo maana nilihitaji wewe urudi. Zawadi alitikisa kichwa. Hapana. Tutakupeleka hospitali. Kasim akasema kwa sauti nzito. Kabla sijapelekwa, kuna ukweli mmoja wa mwisho lazima ujue. Zawadi alinyamaza, moyo wake ukiuma. Usiku huo, Kasim alimwomba Zawadi wakae peke yao. Watoto walikuwa wamelala, nyumba ikiwa kimya, ukuta wa matofali ukionyesha uchovu wa miaka. Kasim alitoa bahasha ya zamani, imechakaa. Hii nimeihifadhi muda mrefu, alisema. Zawadi aliichukua kwa mikono inayotetemeka. Ni nini? Kasim alimeza mate. Barua ya Asha, mama yake Baraka. Zawadi alifungua polepole. Maneno yalikuwa yameandikwa kwa machozi. Kasim, kama sitarudi, tafadhali usimwache mtoto wangu. Na kama Zawadi atakuja siku moja, mwambie ukweli, kwa sababu yeye ndiye dada wa damu wa mtoto huyu. Zawadi alishtuka. Mimi, dada? Kasim alitikisa kichwa. Asha alikuwa dada yako wa kambo. Mama yako alimlea kama siri. Ndiyo maana aliwahi kulia usiku. Zawadi alilia kwa uchungu. Kwa hiyo Baraka. Kasim alisema kwa sauti ya upole. Ni ndugu yako. Damu yako. Zawadi alishika mdomo wake, machozi yakitiririka bila kuacha. Kasim, umenipa familia ambayo sikujua. Kasim alitabasamu kwa uchovu. Na sasa, ninaweza kuondoka kwa amani, nikijua hauko peke yako tena. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikusanyika tena. Lakini safari hii haikuwa kwa chuki. Ilikuwa kwa maombi. Kasim alikuwa amelazwa kwenye kitanda chake cha mbao, godoro lake chembamba likiwa chini ya mwili dhaifu. Zawadi alikuwa pembeni, akimshika mkono. Baraka alikaa karibu, macho yake yakiwa na hofu. Mama Zawadi alisema kwa sauti ya mtoto, usimruhusu aende. Zawadi alilia. Nitafanya kila kitu, mwanangu. Mama Halima na kina mama wengine walileta chakula, mashuka, hata pesa kidogo kidogo. Mzee Juma alifika pia, uso wake umejaa majuto. Alisimama mbele ya Kasim. Mwanangu, nilikosea.
Kasim alifungwa macho pole. Ulikuwa unaogopa ukweli, mzee. Lakini ukweli haui unaokoa. Mzee Juma alishusha kichwa. Samahani. Kasim alitabasamu kidogo. Watoto hawa wasiachwe tena. Zawadi alisimama akizungumza kwa sauti ya uthabiti. Kuanzia leo, nyumba hii maskini itakuwa mwanzo wa kitu kikubwa. Tutajenga kituo cha watoto. Hii ndiyo ahadi yetu. Watu walilia kimya. Na Kasim alifunga macho kwa amani. Miezi kadhaa baadaye, kijiji kilikuwa tofauti. Palikuwa na kitu kipya, kituo kidogo cha watoto, kilichojengwa kwa mchango wa watu na juhudi za Zawadi. Hakikuwa kikubwa, lakini kilikuwa na upendo. Baraka, sasa akijua jina lake la kweli, Imani, alikuwa shuleni. Alikuwa akicheka kwa uhuru, akiwa na marafiki. Zawadi alikuwa mlezi wake rasmi, na kila jioni alimwambia, baba yako wa moyo alikupenda kuliko maisha. Nyumba ya Kasim bado ilisimama pale pale, ukuta wa matofali wazi, sakafu ya udongo, televisheni ya boksi. Zawadi hakuiharibu. Aliacha kama kumbukumbu. Kila mtoto aliyepitia pale alijua. Hapa aliishi mtu maskini kwa vitu, lakini tajiri kwa moyo. Siku moja, Imani alisimama mbele ya kaburi la Kasim, akasema kwa sauti ya mtoto aliyekomaa, uliniona wakati wengine hawakuniona. Ulinipa jina, maisha na familia. Zawadi alishika bega lake. Na hiyo ndiyo sababu hadithi hii haitakufa. Kwa sababu upendo wa kweli hauhitaji utajiri. Unahitaji moyo.